Tanzania ni kufanya utafiti na kutoa huduma za kitaalamu ili kusaidia maendeleo ya viwanda nchini. Mojawapo ni tafiti ambazo zinaangalia rasilimali ambazo zitasaidia katika viwanda. Sasa hivi tunaelekea kwenye dunia ya mapinduzi ya viwanda ya 4 na 5, fourth and fifth industrial revolution. Matumizi ya teknolojia yanaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na hasa madini ya kimkakati. Kwa hiyo leo hii tuko hapa kusaini hati ya mashirikiano kati ya shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania TILDO na shirika la madini la taifa STAHIKO. Kwa hiyo mwenzangu mkuu wa STAHIKO Dr. Mase na timu yake, na kuna timu ya wataalamu mbele ya TILDO. Kumekuwa na kikao cha takriban siku 3 cha wataalamu kujadili namna gani wataendesha zoezi hilo, kwa sababu kwa kiasi kikubwa natakiwa kufanya tafiti mbalimbali za awali zilizofanyika na shirika la GST kuainisha madini ya kimkakati hapo maeneo gani, lakini tunataka kwenda sasa kufanya tafiti za kina. Makubaliano ya leo yanaenda kutibu vitu vingi, lakini kubwa zaidi kwenda kusaidiana kuhakikisha kwamba tunabaini madini tulionayo, ambayo pia kupitia research inayofanywa na wenzangu wa TILDO itabaini haya madini yanaenda kwenye viwanda vya aina gani, kwa kuanzia hata na viwanda vidogo vidogo SIDO kama mnakumbuka, navyo viende vikanufaike na huu muungano, kwa maana ya kwenda kupata madini ya kuendeleza na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba tunasaidia nchi yetu kwenda kwenye hiyo industrialization agenda, na matokeo yake basi tutoe ajira kwa vijana, tuongeze pato la taifa, lakini pia twende tukapanue wigo wa kodi. Kwa hivyo vitu vitatu ndio vinasaidia kuhakikisha kwamba taifa linaendelea. Shirika letu pamoja na shirika la TILDO lilikuwa linasaini makubaliano ya kushirikiana kwenye utafiti wa madini mkakati, ambayo lengo kuu itakuwa ni kuweza kutumika kwenye viwanda vyetu kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Tanzania inayo madini ya aina nyingi kutokana na jiolojia yetu, lakini mradi huu utajikita kwenye madini mkakati, na maeneo tutakaoanza nayo ni mkoa wa Kagera, hususani wilaya ya Kyerwa, lakini pia tutafanya utafiti kwenye mkoa wa Singida, kwenye wilaya za Kiomboi na huku Ikungi. Madini ambayo tunalenga kwenda kuyatafiti kwa kule Kyerwa ni tin. Sasa bahati mbaya kuna madini mengine sijui Kiswahili chake, lakini tuna cobalt, tuna tantalum, tuna nickel. Kwa kiujumla, kama nilivyoyataja, ni madini mkakati ambayo yanafanya kazi viwandani, na hususan hivi viwanda vya teknolojia ambayo tunaita ni teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo tunafahamu kwamba nchi yetu ina upatikanaji wa hayo madini, lakini mpaka sasa hatujajua yapo kwa kiwango gani na kwa ubora upi. Kwa hiyo utafiti huu utaenda kubainisha kwamba yapo kwa kiwango gani na kwa ubora upi, na utapendekeza aina ya viwanda ambavyo vinaweza vikawekeza kwa ajili sasa ya kuweza kuyavuna hayo madini yaweze kuwa na manufaa na tija kwenye jamii. Kwa upande wa Singida kule tutakwenda kutafiti madini yanaitwa lithium. Nadhani mtakuwa mmeshasikia, nao ni madini muhimu kwenye teknolojia hasa. Huu mradi ambao nimeusikia hapa na ambao ushirikiano umekuwa mnaona kwa unasainiwa umeshaanza, kwa sababu kulikuwa kuna timu kama mlivyosikia hapa ilikuwa inafanya matayarisho jinsi ya kuweza kuendeleza huu mradi kama ilivyokuwa tumesema.
Mradi huu ni muhimu sana kwa taifa letu kwa sababu kama mlivyosikia ndani, hizi tunasema madini ya mkakati ndio ni kama tuseme ni kichocheo kikubwa duniani katika vitu teknolojia nyingi zinazofanyika. Kama artificial intelligence, ni umeme, tuseme nishati safi duniani, yote viko katika madini ambayo tunataka kuyafanyia kazi. Maeneo ambayo tumelenga kwa kwanza, tumelenga kwenda kufanya mkoa wa Kagera ambao katika wilaya ya Kyerwa na vile vile mkoa wa Singida ambao kule na kwa kwenye kuna sehemu ambayo tunaweza kufanya kazi. Swali lingine walikuwa nasema kwa ni lini unaanza. Umeshaanza tayari, lakini kuanzia wiki ijayo tunaanza kwenda wandani, yani tunaenda field kuweza kufanya hizo kazi. Tutaanza na mambo ya kuangalia mambo ya geology, mambo ya geochemical, and in general geoscience yote, ili uweze kupata aina ya madini kabla tuweze kuendelea kwenye sehemu. Vile utaangalia ni teknolojia gani ambazo zinatumika haya madini ambayo yatakuwa yamekuwa identified katika kiasi ambacho kinachotakiwa. Utaangalia ni miundombinu gani itabidi itumike. Itaangalia logistics tofauti ambazo zifanyike kwenye sehemu hapa. Itaangalia mambo ya mazingira au sema kwa kifupi tunasema ASHA, environmental and social impact, na ni tunafanya assessment kwenye eneo make sure kuwa hayaribu mazingira, kwa sababu sisi tunaondoka kwenye eneo ambalo iwe ni nishati green nishati, alafu tunaenda kuongeza nani hapa. Kwa hiyo lazima ni totally kufanya hiyo kazi hamna uchafuzi.